milango ambayo ni bora. Itafuteni akhera ya Allah kwa mali zenu na nafsi zenu. Itafuteni akhera kwa kuwalisha watu. Itafuteni akhera kwa kuwahurumia mayatima, kuwahurumia wajane, kuangalia namna gani ya kuwawezesha, kuangalia namna gani hao ya kuamiliana nao, ili na wao kupunguza ile kasi na hali halisi ugumu walionao. Waliwazeni mayatima, waliwazeni mayatima. Hakika mbele ya Allah mtakutana na yaliyo makubwa. Bali mwanadamu, bali muumini katika sehemu yote ya kheri asidharau. La tahkiranna min alma'ruf shay'a, usilizarau jambo jema. Unapoambiwa hii ni kheri, ikimbilie. Walau an talqa akhaka biwajhin taliq, lau kukutana na ndugu yako huna chochote mfukoni, basi unapokutana na ndugu yako kutana na uso bashasha, uso bashasha. Hii basi ya mwisho kabisa, huna chochote. Lakini ukiambiwa ni jambo jema, usibeze, usinungunike, usilalame, usione sasa mbona leo kila siku sadaka. La, wallahi khairi hiyo inakuja. Unaonaje wewe kila ukienda kulala kila siku umeshatoa sadaka, ndio unaenda kila siku, kila siku. Si umepitisha wewe swali swala tano, sunna za kablia na baadia. Si wewe mwenyewe una mahitaji na wengine wako wana mahitaji pia, muangalie. Khairi ni kubwa. Angalia mtu yeyote mtoaji, Allah mara nyingine anaanza kumlipia hapa hapa duniani. Wewe fanya khairi, alafu iangalie ile siku ulofanya khairi. Fanya khairi yoyote, alafu iangalie ile siku inakaje. Unaweza ukatoa 10,000, haijafika jioni una shilingi 30,000 40, ulivyoipata unashindwa kujua. Na hasa sadaka na ile neema ambayo unampelekea mzazi wako, anza na wazazi wawili, usiwasahau. Allah anakupa badali hapo hapo, kisha wahurumie wenye haja. Kila unaposikia kuna shida, wewe toa kile ulichonacho. Hafilisiki mwenye kutoa, kama atakapokuja kuangalia mbele huko ngasio leo. Ayuha alahbab ibadallah, thumma anzuru ya ibadallah ila karamillahi wa fadlihi alaykum fa innahu yashtari minkum ma tafaddala alaykum. Hebu angalieni ndugu zangu katika imani, Allah ananunua, amekupeni bure, alafu unaambiwa ukimpa unanunua kwake. Yani mimi nikukopeshe nikupe bure, alafu ukindejeshea mimi kama vile unanikopesha. Hamuoni ni fadhila ya Allah ametupa? Wa ya'murukum bil infaqi mimma ataakum, anakuamrisheni mtoe kila alichokupa. Amekupeni bila talab, hapa ngine hamkuomba, pengine hamkutaka mfike daraja ile, unakuta unavyo vingi vingi, alafu anakuambia hapa toa. Sasa unakuwaje mzito kama yeye ndio aliyokupa anataka utoe? Wa yaqtaridu minkum mimma ataakum, na anasema basi nikopesheni kile nilichokupeni nyinyi, nikopesheni. Yani yeye amekupa bure, alafu wewe ukitoa anasema huu ni mkopo bwana, nitakulipa, nimekuwekea. Fayaqulu subhana wa anfiqu mimma razaqnakum, toeni tulichokupeni sisi wenyewe. Allah anasema, kisha Allah anasema wa aqradu Allah qardan hasana, mkopesheni Mwenyezi Mungu mkopo mzuri. Man dha alladhi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifuhu lahu, ni nani ambaye atamkopesha Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu amuongezee yeye? Anakupa bure, alafu wewe ukimpa anakuambia umenikopesha. Wallahi ni neema ya namna gani ndugu zangu katika imani hiyo. Ibadallah, enyi waja, Allah anasema man dha alladhi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifuhu lahu adh'afan kathira, ni nani atakayemkopesha Allah, Allah akupe nyongeza nyingi ambazo hazina hesabu. Alafu kumbuka, hii siku unaopewa nyongeza ni siku watu wanajitafuta, hali mbaya, kugumu, wewe una ziada yako. Ndugu zangu, fanyeni heri, heri hizi